Okay, sasa leo tunaanza kujifunza gitaa kwenye ufunguo wa C na nitakufundisha chords za msingi katika ufunguo wa C na namna ambavyo unaweza ukazitumia chords kuweza kucheza nyimbo mbalimbali. Tunapozungumzia ufunguo wa C au ufunguo wa C ni hapa mwishoni kama unavyoona. Maana yake kidole chako namba 1 utakamata uzi wa pili fret ya kwanza, cha pili uzi wa 4 fret ya pili na cha tatu uzi wa 5 fret ya 4 hapa. Sasa ukitoka C ambayo ni namba 1, obvious tuna major chord nyingine ambayo inaungana na hiyo C ili kutengeneza major chords progression ambayo ni namba 4. Sasa itakuwa ni F ambayo ni hii. Manake kutoka kwenye C vidole vyako viwili vinashuka tu pale chini hivi. Kumbuka hiki kinashika uzi wa kwanza na wa pili, hiki uzi wa tatu na hiki uzi wa 4 pale. Alafu narudi tena kwenye C ambayo namba 1, alafu nacheza namba 5 hii hapa. Hii hapa ni G, unaweza ukaishika namna hii. Sasa una option hii namba 5 badala ya kushika hivi, unaweza ukaishika hivi. Sasa ukiunganisha hizi maana yake utapata 1 alafu 4 1 alafu 5 1 4 1 alafu 5. Sasa hii 5 hii sio G major kwa sababu kodi zinazounda C ni C yenyewe, F alafu na G, kwa maana ya 1 4 5, kwa maana ya 1 then 4 then back to 1 then 5 1. Unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Okay, sasa tunataka tuanze kuweka viungo au tuseme flavor. Tunaongeza viungo mbalimbali ili kusudi tuweze kupata ladha nzuri. Sasa tunachokifanya, angalia ninachokifanya sasa. Badala ya kupiga C ya kawaida, naweza nikapiga C9 namna hii. Hiki kidole na kiongeza kwenye ile C yangu na kiongeza kidole pale kwenye uzi wa pili fret ya 3 hapa. Umeona? Kwa hiyo inakuwa unastahili abudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa. Wana nachokifanya, maana yake kidole kinakiweka kinakuwa constant kwenye uzi namba 2 pale fret ya 3. Kwa hiyo inakuwa hata nikianza C najumlisha na hiyo note yangu niliyoishika, naenda kwenye F najumlisha hiyo note yangu niliyoishika, narudi tena kwenye C najumlisha na ile note, naenda kwenye G. Kwa hiyo inakuwa hivi. Unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili abudiwa. Nani kama wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa. Hakuna kama wewe. Unasikia namna ambavyo sasa milindimo inakuwa inaleta flavor, yani kodi zinakuwa na ladha Sawa, sasa leo tumejifunza hatua ya kwanza kabisa ya kuunganisha major chords katika ufunguo wa C. Kwenye hatua itakayofuata, kwa maana ya video itakayofuata, sasa nitakutengenezea namna ya kuanza kutumia aina nyingine ya chord au advanced chord. Kwa mfano dominant 7. Namna ambavyo unaweza kutumia dominant 7 alafu kachanganya kwenye 2 alafu kaja kwenye 1 alafu kaenda kwenye 5. Kwa
hiyo dominant 7, 2, alafu 1, alafu unatumia dominant 7, alafu unakuja namba 2, unakuja namba 1. Kwa lugha nyingine utajifunza kupitia passing chords sasa mbalimbali. God bless you, have a good time. Fanyia mazoezi afu utanirudishia feedback ya video kuona kama umepiga hatua yoyote ile. God bless you, bye bye.